kama ambavyo katibu ameeleza, ambazo zikitumika kikamilifu zinaweza kuwa chachu ya maendeleo ya nchi yetu na maendeleo ya mkoa wetu na maendeleo ya wewe kama wewe na familia yako. Fursa hizo ni pamoja na kuwepo kwa mandhari mahususi za upigaji wa picha katika mkoa wetu wa Tanga. Maeneo mazuri na asilia kabisa ya kitalii tunayo. Kuna mapango ya Amboni, tuna Tongoni, tuna maeneo mengi tu mpaka Lushoto, ambayo yote hayo yanafaa katika uigizaji na upigaji picha kwa ajili ya tasnia ya filamu. Tunayo maeneo ya kiutamaduni, mali asili kama ambavyo nilivyotaja, tuna lugha ya Kiswahili. Fursa nyingi za uwekezaji zote hizo ziko mkoa wa Tanga. Tukumbuke hata elimu ilianzia mkoa wa Tanga, wilaya ya Muheza. Kwa hiyo tuna vitu vingi ambavyo ni vya kihistoria na tunatakiwa sisi sasa kizazi cha sasa tuweze kuviendeleza. Kwa hiyo muda wote jinsi unapogawiwa ni kwamba tendo la kwanza linatakiwa lichukue robo ya muda wote, na tendo la pili lichukue nusu nzima ya muda wote, na tendo la tatu na lenyewe lichukue robo ya muda wote. Mathalan, mchezo wako ni wa saa nzima. Kama mchezo wako au filamu yako au hadithi yako ni ya saa nzima, basi tutambulishe tendo la kwanza liwe na dakika 15. Ikifika dakika ya 15 tuanze kuingia katika tendo la pili, tuanze kuwa na tatizo. Alafu itakwenda mpaka dakika 45. Alafu tuingie katika mwafaka, tumalize mchezo wetu dakika 15 zinazofuata. Kwa hiyo hadithi ambayo inaandikwa vizuri inatakiwa ikifika dakika ya 12 au dakika ya 13, kabla dakika 15 za kwanza hazijakwisha, umeshatutambulisha, tumeshaanza kuwajua na tumeshaanza kuwapenda hawa wahusika wetu wakuu. Unaingiza nguvu mbili pale. Mara nyingi tunaweka mwema na mbaya, si ndio? Nguvu kinzani, lazima uandike nguvu kinzani pale. Tunamjua fulani anataka nini katika hadithi hii, lakini hafanikiwi kwa sababu fulani anafanya kitu fulani. Nguvu kinzani, kunakuwa na ukinzani, kunakuwa na conflict sasa. Kunakuwa na mtafaruku kati ya hizo nguvu mbili. Kwa hiyo unapofika dakika ya 12 lazima uainishe tatizo. Uweke tatizo, mhusika mkuu aingie katika tatizo. Na hadithi nzima iende katika yeye kujaribu kutatua lile tatizo lililomkuta. Kwa hiyo unatengeneza kitu tunaita ticking clock. Unafanya saa inaanza kucheza. Usipowahi basi unaweza ukafikia mahali pabaya. Sawa. Mwanzo unaweza ukatambulisha familia moja labda nzuri yenye maisha mazuri na nini, wana katoto kao kadogo kanasoma katika shule fulani ya kindergarten, chekechea. Baba ana gari fulani nzuri jeusi. Driver kila siku anakwenda, kifika saa 6 anapaki mahali fulani, mtoto akitoka darasani anaingia tu ndani ya gari. Mzee driver anaenda anampeleka, anamnunulia sijui ice cream, chips nini, alafu ndio anaenda nyumbani. Hiyo ndio routine yao. Sawa. Lakini baadaye unaanza kutambulisha vijana wengine ambao wanasema, cheke mtoto yule mtoto rafiki yangu sawa sawa na mboni ajicho yule mzee yule. Sasa tukiweza tukamnyakua tu yule dakika 2-3 tu, yule mzee lazima amwage wazifa. No. Kwa hiyo watu kunakuwa na plot sasa. Wale wanakuwa wanaweka plot ya kutaka kufanya mambo fulani. Wanatafuta gari kama lile la yule mzee jeusi. Labda sijui nini Verosa fulani nyeusi au nini sijui. Wanakuja nayo saa 6 ile wanawahi wanaenda kupaki pale. Alafu wakati driver anataka kwenda shule kumchukua mtoto, wanamsakizia kigari fulani kibovu, jamaa na kigonga kwa nyuma. Labda anamfungia breki haraka hivi, jamaa na bamiza. Kwa hiyo ana delay kwenda pale shule. Akidelay kwenda pale shule, yule mtoto akiingia anaona tu gari la baba lile pale.
anaingia. Akiingia anakutuka hivi driver mwingine, "Kaka nani Mohamed yuko wapi?" Sema leo katumwa kazi nyingine nimekuja mimi. Sasa chipsi zangu na nanije? Sema wala usikiwa wasiwasi. Kumbe wameshamstadi wapi anakula chipsi, wapi anakula nini. Akifika anamnunulia chipsi zake kama kawaida nini, akishampa sasa anafunga lock ile ya watoto ile kakacha. Sasa badala ya kwenda huku ngoma inaenda Mweza. Unaona? Kwa hiyo mtoto anakuwa tayari ameshapotea. Yule jamaa pale, bwana mimi namchukua mtoto wa bosi bwana, tuelewane tu. Jamaa anakauka tu, hapana bwana. Hapa mpaka kieleweke trafiki aje bwana. Jamaa anazidi kuchelewa. Kumbe kule mtoto kisha chukuliwa na gari nyingine, kisha ondoka, mtoto anakuwa ametea. Sasa tukio kama hilo ndio linatakiwa liingie dakika ya 12. Sasa hiyo tukio kama hilo tunaita plot point. Tukio ambalo linahamisha mhamo wa mchezo. Tulikuwa tunaenda hivi, ghafla sasa upendo pale nyumbani unapotea, mzee anapigiwa simu. Hebu sikiliza hiyo kidogo. Wanamfinya mtoto hivi sikio. Unaona mtoto anapiga kelele kwenye simu. Mzee anajua mtoto yuko katika hatari. Jamaa msimuumize mtoto, usikilize. Wanamwambia bana, tunakupa masaa 12. Tuletee pesa kiasi fulani, weka mahali fulani, ndio ukitaka kumpata mtoto akiwa hai. Tayari unaanza sasa, saa inazunguka. Kwa hiyo kunakuwa na kuwahi ule muda ambao umewekewa. Hapo ndio unapata story ambayo imeanza kuwa na suspense. Story ambayo itakupa vining'inizi. Unaona, kila scene unaiacha katika kining'inizi. Je, atawahi, atachelewa, atafanya nini, unakuwa unajiuliza. Kwa hiyo mtu anaotizama ataifuatilia mpaka dakika ya mwisho. Lakini story zetu nyingi zinakuwa ni mstari tu hivi, baadaye inapoteza hata lazima uweke vitu ambavyo mtu huwezi kuvitabiri, unavibadilisha, unamfanya mtu ajiulize. Kwa hiyo inakuwa dakika 12 ya kwanza. Utaenda na matatizo, ikifika dakika ya 42 unaweka tatizo lingine baya zaidi kiasi kwamba mpaka tunakata tamaa yule mhusika mkuu labda basi. Wengine zamani walikuwa wanatoka kabisa wakati sinema tulivyokuwa tunaziangalia kwenye kwenye theater, wanasema bwana vipi huko? Ukimuuliza jamaa hiyo vipi huko? Anasema bwana Sterling saizi nafikiri amekufa bwana, mimi siangalie. Kwa hiyo unakuwa unawachota watu kiasi kwamba yule mhusika yule anakuwa ni rafiki yetu, anakuwa ndugu yetu. Nishaona watu walikuwa na sehemu labda Sterling anamtafuta adui yake, alafu adui kajificha nyuma hapa kashika rungu namna hivi. Utaona mtu kasimama kule, bwana yuko nyuma hapo. Unaona, anaona kwamba huyu asijaka akampiga kirungu. Anakuwa ameshikwa kabisa, anajua na yeye lazima nimsaidie huyu jamaa. Sasa mtu mnashangaa, mnageuka nyuma, mnaona mtu kisha piga kelele anataka amsaidie asije akapigwa rungu. Sasa pale ndio unapoona kwamba mtu amefanikiwa katika uandishi.